Semaji leo amekuja kivingine, nikisoma jezi ya Semaji hapa imeandikwa Nyapara. Sasa hii Nyapara vipi Semaji? Nazo mbili. Na Nyapara na Bwana Jela. Nyapara na Bwana Jela. Mbona? Wao si walisema wanatuleta Guantanamo? Guantanamo Bay walisema. Kwa maana ya jela. Sasa hakuna jela bila kiongozi. Na jela kuna viongozi wawili. Kuna Bwana Jela, alafu kuna Nyapara. Bwana Jela mara nyingi anakuwa ni upande wa jamhuri. Alafu kuna Nyapara. Nyapara anatokana kwenye upande wa wafungwa. Sasa mimi ni Nyapara. Mimi kazi yangu kuwapangia ratiba wafungwa wengine. Sasa nimekuja Guantanamo na nikachukua ufalme wangu pale. Kwa mimi ndio Nyapara wa Guantanamo. Kwa kazi yangu ni kuwapangia masharti watoto wadogo, na kazi nimeifanya ilivyo, kazi nimeifanya sawa sawa. Niite Nyapara. Nikuite Nyapara, nakwenda kama Nyapara. Sasa mbona Suluhu Semaji unasema kazi yako umefanya vilivyo? Sio suluhu ya uwezo wao, ni suluhu kutoka kwa mtu mwingine kabisa aliyesababisha kuwa suluhu. Wale hawana uwezo wa kushikilia bomba kwa dakika 90 akaondoka na suluhu mbele ya mnyama. Kwa sasa hivi Kwa sasa hivi suluhu walioipata wameipata kutoka third party. Wao hawana uwezo wa kusimamisha shilingi na mnyama akapata suluhu. Kwa sisi tunatambua ya kwamba tumeshinda mchezo huu. Hata wao wanajua ya kwamba Simba ameshinda mchezo huu. Ni kanuni tu ya kwamba lazima mwamuzi hao amekubali jambo lije katikati ndio iwe hesabike goli. Lakini kiuwezo, kiubora, mnyama ameshinda mchezo huu. Na ndio maana nasema kazi sisi tumeimaliza. Goli moja au kuna mengine Semaji? Goli moja ambao limeingia bila wasiwasi wa aina yoyote. Yako mengine ambao tumekosa, haya hatuwezi kuyahesabia, lakini goli ambalo limeingia ni halali kabisa, na ndio maana sisi tunatuona tuko very proud. Sisi ukiangalia msimamo wa ligi kuu tusingeweza kujivunia kwa sababu bado tumeachwa alama nyingi, lakini tunajivunia kwa sababu tuna uhakika mchezo huu tumeshinda, na tuna uhakika timu yetu ni bora, tuna uwezo wa kushinda against mpinzani wa aina yoyote ile. Semaji, ulisemaje? Nyota ya mchezo imekuwaje pale? Katika hali ya kushangaza sana, aliye wadhulumu wa Tanzania, kwa sababu mpira wa miguu unatakiwa uchezwe, lakini cha kushangaza aliyepoteza muda katika mchezo ule ndio akatunukiwa kuwa mchezaji bora wa mchezo. Sasa inawezekana kuna mabadiliko ambayo sisi hatuwajui, kwamba ukipoteza muda vizuri basi wewe ndo unakuwa nyota wa mchezo. Yule bwana aliyekuwa nyota wa mchezo jana kapoteza muda zisizopungua dakika 10. Dakika ya 3 tu baada ya shambulizi la Ino Loemba akacheza ule mpira akalala. Akatibiwa kwa dakika nyingi kweli. Na kila ambapo alipelekewa shambulizi alikuwa anapoteza muda. Sasa cha kushangaza, mtu ambaye kapoteza muda ndo anakuja kuwa man of the match. Yani man of the match for time delaying au for time wasting, ndicho ambacho unaweza ukakitafsiri namna hiyo. Lakini kwa uwezo, mtu kama Nixon Kibabage jana alistahili kuwa nyota wa mchezo. Amefanya kazi ya ajabu mno, amefanya kazi kubwa kweli, amefanya maajabu yasiyomithilika. Lakini mtu kama Libase Geye alikuwa nyota wa mchezo. Tazama alivyofanya vitu vya kikatili katikati ya uwanja. Tazama namna ambavyo aligeuka kuwa mashine ya MRI kwa ajili ya kupima watu umri na pumzi. Yes, tazama mtu kama Anicet Oura. Sasa unakuja kushangaa mtu ambaye amepoteza muda ndo amekuwa nyota wa mchezo. Basi unashukuru Mungu kwa sababu sisi lengo letu lilikuwa ni alama 3, mengine madogo. Umezungumzia swala la kupimana umri hapo. Kulikuwa kuna bato, wanasema ndani ya dabi kulikuwa kuna dabi pia, nimeona pale Shabalala na Libase Geye. Si ndio hiyo? Hiyo sio bato. Bato ni nipe nikupe. Ile ulikuwa ni uonevu. Mbona uonevu? Libase Geye alikuwa anamuonea namba 3 wao Shabalala. Usinigombanishe. Zimbwe Junior ndio alikopo naye pale. Usinigombanishe na nahodha wetu. Wanao sana. Usinigombanishe. Amekaa kwetu miaka 15 yule. Kweli aheshimiwe. Siwezi kumvunjia heshima hata kidogo. Lakini jana amefanywa vibaya.
Yes, jana amefanywa vibaya. Simsemi vibaya, he is very good player, nampenda. Ni rafiki yangu, ni mtu ambaye namheshimu kweli kweli, na ametufanyia makubwa kwenye timu yetu, lakini jana amefanywa vibaya. Jana amefanywa vibaya. Nadhani jana wamepata, hata wao wenyewe wamepata picha halisi wana mtu wa aina gani. Libase Gay alikuwa yani jana alikuwa kama golikipa. Namba 3 wao Zimbo Junior alikuwa kama golikipa. Hakusogea hata kuimaliza kufika katikati ya mstari wakati wa utawala wa Libase Gay. Sasa hapo utasemaje kuna bato maana yake nipe nikupe. Sasa pale ilikuwa ni Libase Gay anaonesha utawala wake, anaonesha ufalme wake, anachukua, anapinduka. Sizungumzii Tobo ya Shomari Kapombe, nazungumzia tu Libase Gay. Lakini Tobo pia uliliona sema. Uliona? Ilikuwa Tobo la namna gani? Nikajisikia aibu. Imepita piu. Ulimwambia pale Shomari usifanye vile tena au hujapata nafasi hiyo? Sijamwambia. Semaje, hii ndo Simba ya tende na maziwa mnakuwa mnaitaka ama tusubiri kidogo? Niliwaambia hii ndo Simba ya nikaona wana Simba ya takutana. Wameiona Simba ya hii ndo Simba ambayo tulikuwa tunaizungumzia. Hii ndio Simba. Wanasema sijui nani hajacheza. Ako amezuzwa. Amejivunja. Mlisema amekuja na drip wakasema sawa. Umekajivunja yule. Ambao hawajacheza wamejivunja. Waliogopa Simba. Ilikuwa mechi ya mtu kucheza kawaida. Nakwambia kawaachia wenzie msala. Hii ni mechi ya watu kupata mkataba mpya ama kustishiwa mkataba. Hii mechi. Kwa hiyo wenye akili za mbali wanaoona mbele wengi wakajivunja hii mechi, nakwambia. Lakini wale ambao wamecheza hii mechi, mimi nina hakika kuna wachezaji wao leo pale hawajafunga, aidha Kwaresma ama Ramadhani, kwa sababu ya mchoko walioupata kwenye mechi ya jana. Kwamba wamelala na viatu. So viatu, wamelala wanameza pain killer. Kwamba wamepeleka bira hatari kweli kweli. Simba mmejipata sasa hivi semaje? Unajua sisi tumejipata muda mrefu. Na mimi kila siku tukizungumza bana, Simba yetu imeimarika, Simba yetu imekuwa bora. Wakawa wanasema kipimo tarehe 1 mwezi wa 3. Kipimo tarehe 1 mwezi wa 3. Sasa kipimo wamekiona. Na sio tu kipimo. Huu ni ujazo wa kilogramu nyingi kweli kweli. Hakuna timu inaweza kucheza na Simba Sports Club. Yaani huyu mwenyewe amshukuru aliyowasaidia kupata sare. Na mimi nakwambia Jane Kishai, kwanza wenyewe walifikiri kutuleta Zanzibar wanatukomoa. Kumbe hawajui sisi Zanzibar ni kwetu. Wanasema Yanga wako wengi kushinda Simba huko Zanzibar. Wingi wa povu. Wingi wa povu. Kwamba hauna uzito, hauna thamani yoyote. Sisi ndio wenye Zanzibar. Tawi la kwanza la Simba lilianzia Zanzibar, tawi la Kikwajuni. Tawi la pili likaja tawi la Shibam liko Magomeni Mikumi. Kitendo cha tawi la kwanza la Simba kuanzia Zanzibar, wewe unatakiwa uogope ya kwamba kila kitu cha Simba kimeanzia hapa. Mpango mzima wa wanachama umeanzia hapa Zanzibar. Mizimu yetu, majini yetu, mababu yetu, mipango yetu yote iko hapa Zanzibar. Amna mizimu pia hapo. Walivyosema mechi Zanzibar tu, tukasema hao wamekufa kifo cha kawaida. Na tukawaingizia mtego kama hatutaki vile, ili waendelee kujiaminisha wako sehemu salama. Lakini sisi nasema wacha twende Zanzibar tukawaoneshe kazi. Na yako mengi, kaeni nao muwaulize. Hayo unaosikia wanasema sijui tumekesha, sijui tumefanyaje, hayo ni madogo mno. Tumewafanyia ukatili mkubwa vibaya mno. Kumbe wanasema eti Matobo mlitoboania wenyewe. Funguo walikuwa nayo wao ndio wageni, sisi tumia kura. Sasa wametoboa Matobo kwenye dressing room yetu, kwenye chumba cha wanamume.
unataka uone nini akiwa anabadilisha nguo? Labda kuna unyunyu mnapulizia unyunyu. Umetoboa tobo kwenye chumba cha wanamume, unataka uone nini akiwa anabadilisha nguo? Hatari Kuna hatari. Watu wanatia mashaka sana. Unawaza nini wewe? Unataka umuone Toure anabadilisha nguo ili uone nini? Wewe ndio hicho au unataka nini? Na kuna namna mbinu labda. Mbinu gani? Watu wanatia mashaka sana bana. Lakini tumewafanya vibaya. Sasa hii ni trailer. Movie kamili, mechi ya marudiano. Na ninyi mnapanga kuwapeleka wapi? Maana wanasema kwamba jana nimezungumza na baadhi ya wanasimba. Wanasema na ninyi muwapeleke Kigoma au Mwanza, vipi hapo? Sisi kushinda hatutegemei uwanja. Hilo lazima lieleweke. Sisi kushinda tunamtegemea Libase Geye. Kushinda tunamtegemea Anicet Oura. Kushinda tunamtegemea Ino Luemba, tunamtegemea Kiba Bage, tunamtegemea Shomari Kapombe, tunamtegemea Yusuf Kagoma. Sisi hata hapa juu ya bahari ya Hindi hapa tunaweza kuweka magoli tukacheza na tukapata ushindi. Hapa juu. Simba yetu sisi. Kwa sisi hatutegemei silaha za nje. Sisi uwanja wowote ule tuna uwezo wa kucheza na kushinda. Sasa semaji hujapata majina mapya kwa hapa wachezaji wakina Geye? Geye ni MRI. Mashine ya kupima umri. Luemba bado, acha niangalie. Ndio kufuatilia kwa karibu kabisa. Lakini semaji kuna watu walikuwa wanasema kama dabi imepoteza mvuto. Unaona dabi inarejesha mvuto sasa? Walikuwa wanasema hivyo watu, dabi haiwezekani, Simba anafungwa mara 6 mfululizo, hakuna tena mvuto hapo. Simba tumefungwa mara 6 mfululizo kwa sababu za nje ya uwanja na hila na hujuma nyingi, sio kwa sababu ya mpira. Yanga hana uwezo, yani Yanga huyu hata tukimchezesha na Simba Queens hana uwezo wa kumfunga mara 6 mfululizo. Kweli? Na kuhakikishia. Kwa nini semaji? Yanga hana uwezo wa kutufunga sisi mechi 6 mfululizo. Mechi zote ambazo ameshinda Yanga ameshinda kwa mipango ya hovyo. Na hata jana umeona mpango wa hovyo ndio ambao umempa sare. Lakini tunasimama wenyewe 11. Haki inatendeka. Yule hana uwezo wa kuchukua hata sare ya 1-1. Kwa hata hao mara 6 ambayo katufunga zote ni mipango tu. Sio mechi ya kupigwa dakika 90. Ambao sasa hivi mmeshajua mipango yao mnakwenda nao sako tu bako. Sasa hivi ni nyama kwa nyama. Ni nyama kwa nyama, walipo tupo. Safari ya mahakamani unayo? Ipi hiyo? Si mwamuzi. Rais si alisema? Tunasubiri mamlaka. Ikitokea unaweza kwenda naye mahakamani kwenda kushuhudia. Ikitokea unaweza kwenda naye mahakamani kwenda kushuhudia kesi ikifunguliwa. Lazima. Lazima naye uende. Lakini semaji tuambie, baada ya dabi sasa ratiba zikoje kwa Lunyas? Tarehe 7 tuna mchezo wa FA. Baada hapo tunaelekea Singida. Of course yenyewe ni mechi ngumu, lakini tunajipanga kuja kuzungumzia huo mchezo vizuri. Leo azomewi mtu hapa inavyoonyesha. Maana wana kaida tukuzomewa hapa. Watasomewa wanaokuja saa 6 hao. Lazima wasomewe hao. Kwa nini? Mashabiki wao wameitoroka timu yao. Kwamba wamekataa kuja na timu yao, wamesafiri na sisi. Inamaanisha nini hiyo? Kila timu ina boti yao. Sisi boti yetu ya saa 3:30. Hii ni boti ya Simba tu. Wamerudia timu yao. Lakini wao wamekimbia timu yao, wamepanda kwenye boti yetu. Wafuata mbelu hao? Na washukuru Mungu. Kama tungewatoboa tungepanda boti moja. Ndio ilikuwa mipango yenu hivyo? Ni weje sasa? Umeona hiyo kazi hiyo? Ndio tungewapigia wale. Hapo wanaimba wanasema kwamba tuende mahakamani, yani ninyi muende mahakamani. Hapo enda kwamba Faida atupigie hao maboya tu. Yuko Faida. Twende ukamsimulie King Faida. Faida tumbie hao maboya tu. Aipige hiyo